Jiachie na GT, tairi mpya mjini. Matairi ya GT ni imara, salama na yanadumu muda mrefu. GT ina matairi sahihi kwa mahitaji yako. Habari yako popote ulipo pale, karibu tena. Hii ni Ayo TV na hizi ni habari za kimataifa, na hii ni kutokea nchini Iran ambapo watu 20 wanaripotiwa kufariki dunia baada ya mlipuko mkubwa kutokea karibu na makaburi. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo cha serikali ya Irani, vimebainisha kuwa mlipuko uliosababisha majeruhi umetokea wakati wa maadhimisho ya sherehe ya kifo cha kamanda mkuu wa nchi hiyo Qasim Soleimani kilichotokea mwaka 2020. Qasim alifariki dunia baada ya shambulio la ndege isiyo na rubani ya Marekani. Televisheni ya taifa ya Irani iliripoti ya kuwa mlipuko wa kwanza ulitokea na kisha ukatokea mlipuko wa pili wakati wa hafla hiyo katika mji wa kusini mashariki wa Kerman, ikisema kuwa takriban watu 20 wameuawa. Hata hivyo, gazeti la Nours News lilibainisha kwamba mitungi kadhaa ya gesi ililipuka kwenye barabara hiyo inayoelekea makaburini, ambapo afisa mmoja wa eneo hilo alinukuliwa na vyombo vya habari vya serikali ya Iran akisema kwamba bado haijabainika iwapo milipuko hiyo ilisababishwa na mitungi ya gesi au shambulio la kigaidi. Aidha, televisheni ya taifa ya nchi hiyo ilionyesha waokoaji wa Msalaba Mwekundu wakiwahudumia watu waliojeruhiwa kwenye hafla hiyo, ambapo mamia ya Wairani walikuwa wamekusanyika kuadhimisha siku ya kumbukumbu ya kifo cha Soleimani. Baadhi ya mashirika ya habari ya Iran yalisema kuwa takriban watu 50 walijeruhiwa. Timu zetu za kukabiliana na harakati za kuwaokoa zinahamisha waliojeruhiwa, lakini kuna mawimbi ya watu wanaofunga barabara. Reza Fallah ambaye ni mkuu wa jimbo la Kermani alizungumza hayo. Huyu ni kutokea kitengo cha uokoaji kwa maana ya Msalaba Mwekundu. Mimi nitumika naba niwe kukaa nasi kwa rubaa za kimataifa. Utaendelea kutupata kupitia kurasa zetu mbalimbali ikiwemo website yetu kwa jina la millardayo.com.